السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وبعد. Tunaendelea na darasa letu. Jana tulishia katika maudhui inayozungumzia dhikrullah, na maudhui hii tukimaliza, yani kuna sehemu sikuisoma chini, mimi sikuiona sehemu hii, nidhani kwamba nimesoma na sikuisoma. Tayeb, tunaingia kipengele cha 4 moja kwa moja katika hii dhikrullah, ambacho kinasema يقول المصنف حفظه الله تعالى: كثرة الذكر سبب محبة الله للعبد. Ukithirisha kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya mja kupendwa na Allah. Faman arada an yanala mahabbata Allah azza wa jalla falyukthir min dhikrihi, yule ambaye anapenda kupata mapenzi ya Mola mwenye nguvu aliyetukuka, basi akithirishe kumtaja. Ukimtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni sababu ya yeye kupenda wewe. Alkhamis, dawamu dhikri llahi yujibu al-amana min nisyanihi alladhi huwa sababu shaqa'i al-'abd fi ma'ashihi wa ma'adihi. Kudumu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, dawamu dhikri llah, kudumu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, yujibu al-amana, unalazimisha mtu huyu aweze kuwa na amani au kusalimika, min nisyanihi, kusalimika na kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi huwa sababu shaqa'i al-'abd, kumsahau ambako ni sababu ya uovu wa mja, sababu ya uovu. Fi maashihi, katika maisha yake ya duniani, wa maadihi, na maisha yake ya akhera. Na hii shaqaa hapa ina maana ya tabu, yani huyu atapata tabu katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Tayib, huwa sababu shaqa'i al-'abd, sababu ya mja kuwa na maisha ya tabu, kuwa na hali ya tabu, fi maashihi, katika maisha yake ya dunia, wa maadihi, na akhira. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Ibn al-Qayyim Allah mrehemu: walau lam yakun fi fawaid adh-dhikr wa idamatihi illa hadhihi al-fa'ida wahdaha, na lau kama kusingekuwa na faida katika kumtaja Allah, wa idamatihi, na kudumu kumtaja Allah, illa hadhihi alfaida wahdaha, isipokuwa faida hii peke yake, la kafa biha, basi ingetosheleza kabisa faida hii. Man nasiya Allah ta'ala ansahu nafsahu fi dunya, yule ambaye atamsahau Allah subhanahu wa ta'ala, basi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ataisahaulisha nafsi yake hapa duniani. Wa nasiyahu fil adhabi yawm al-qiyama, na atamsahau katika adhabu siku ya Kiyama. Ujumla wa haya maneno, makusudio yake
kwamba ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala utasalimika na kuingia katika kundi la wale waliomsahau Allah. Utasalimika na kuingia katika kundi la wale waliomsahau Allah, na hiyo ndio inaitwa sababu shaqa'il abd, ni sababu ya mtu kuwa na maisha ya taabu, yani kuishi maisha ya uovu, maisha ya kuja kutokumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utapata taabu katika maisha yako haya dunia, na utapata taabu katika maisha yako ya akhira. Na katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yule ambaye atapuuzia kumtaja Mola wake, ataupuuzia utaji wa Mola wake, basi huyu atakuwa na maisha ya taabu, yani duniani na atakapokuwa kaburini, maisha ya taabu. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, hapo ndio uone kwamba Allah anaanza kumsahau. Maana ukimsahau Allah naye atakusahau katika adhabu zake, kama ambavyo imeelezewa nyuma. Wanasiyahu fil adhabi yawm alqiyama, atamsahau katika adhabu siku ya kiyama. Kwa Allah anasema wanahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, na sisi tutamfufua siku ya kiyama akiwa ni kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, huyu atakayefufuliwa kipofu atauliza siku hiyo, siku ya kiyama, ewe Mola wangu, lima hashartani a'ma, kwa sababu gani umenifufua mimi kipofu? Wa qad kuntu basira, na mimi nilikuwa naona. Qala kadhalika atatka ayatina fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Wa subhanahu wa ta'ala tamwambia, atatka ayatina, wewe zilikuijia aya zetu, dalili ambazo zinaonyesha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala zilikuijia hoja ambazo zinakukumbusha wewe ukumbuke Mola wako, ukazijua ukazielewa, fanasita, lakini ukazisahau. Basi na wewe leo unafanyaje? Na wewe leo tunakusahau, tunasahau kama wewe ulitakiwa uwe na macho, tunasahau. Wakadhalika alyawma tunsa, na siku ya kiyama kama inavyofahamika ni siku nzito sana, siku nzito sana. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tusalimishe. Sasa itakuwaje siku hiyo mtu anapofufuliwa hana macho? Na miongoni mwa maana za kuweka wazi hapa kwamba Muislamu anapomsahau Mola wake au mtu anapomsahau Mola wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala anaisahaulisha nafsi yake. Ina maana huyu hatafanya mambo yatakayomsaidia na akhira yake. Ndio maana ya kusahaulishwa nafsi yako. Nasullaha fanasiyahu wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum, msiwe kama wale ambao wamemsahau Allah naye Allah akazisahaulisha nafsi zao, kwa maana ya kwamba hawatakumbuka jambo ambalo litakuja kuzinufaisha nafsi zao katika dunia na akhera. Hawatafanya matendo yatakayowasaidia duniani na akhera, yani kwa maana ya kwamba watafanya mambo tu ya dunia, mambo ya shahawati, mpaka umauti unamkuta mtu hajafanya chochote katika jambo la kheri, ndio anakufa
alikuwa anashughulika tu na watoto, anashughulika na mali, mpaka umauti unamkuta anasema laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amcheleweshe angalau kidogo tu, ampe umri kidogo, ili na yeye afanye mema. Miongoni mwa hayo mema kama sadaqa, fa asaddaqa, na mimi nitoe sadaqa, niwe miongoni mwa watu wema. Na nyuma hapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Enyi mlioamini, zisikupumbazeni mali zenu wala watoto wenu mkamsahau nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwenye kufanya hivyo basi hao ni miongoni mwa watu walio na hasara. Kwa hiyo aya ikaendelea, anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa la yu'akhkhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Na Allah subhanahu wa ta'ala haicheleweshi nafsi kuiondosha katika uhai wa dunia pindi pale umri wake unapokuwa umeisha. Allah hacheleweshi. Kwa hiyo hii inatuhimiza kwamba lazima tuwe na tabia ya kumtaja Allah sana, kama tulivyoona jana kwamba kumtaja Allah sana ni sababu ya kufaulu. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Mtajeni sana Allah subhanahu wa ta'ala ili muweze kufaulu. Tayeb, kipengele kinachofuata au maudhui inayofuata inasema at-tauba. Ndivyo at-tauba. Tauba ni kurejea nyuma. Kurejea nyuma vipi? Yaani wewe ulikuwa ni muongo, sasa unarudi unaacha uongo, unauacha ule uongo. Ulikuwa na tabia ya wizi, unarudi unaacha nini? Ile tabia unaiacha, na ile tabia nzuri ya kutokuiba. Ulikuwa unafanya uzinifu, wal-iyadhu billah, unaacha uzinifu, unarejea kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Unaachana na yale madhambi unayofanya. Hii ndio maana ya tauba. Sawa jamani? Na hii tauba ina masharti. Wanachuoni wamegawa masharti haya katika masharti matatu. Ikiwa dhambi linafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, na masharti manne ikiwa dhambi linafungamana na haki ya mja, kama alivyotaja haya Imam Nawawi kwenye kitabu chake kwenye huu mlango wa tauba. Sawa? Likawa sharti la kwanza ni mtu kukiri kwamba anatambua kwamba kweli yeye kafanyaje, amekosea. Ni anajua kweli, mimi kweli nasema kweli nimefanya dhambi. Ujue hivyo kwanza. Kisha pili, ujiondoshe kwenye hilo dhambi, usiendelee kulifanya. Mfano, haiwezekani mtu akatubia toba ya zinaa wakati huo bado anaishi na yule anayezini naye. Ndio hiyo si toba. Huwezi kuja msikitini hapo unatubia dhambi la zinaa hali ya kuwa huyo unayezini naye bado unaye.
na kukaa naye ndani ni katika kuzini, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqrabu zina. Wala yeye Allah subhanahu wa ta'ala hajasema kwamba msizini, yani hajakataza kitendo moja kwa moja, bali amekataza vile vinampelekea kwenye kile kitendo, si ndivyo? Miongoni mwa vinampelekea kwenye kitendo kufanyaje? Kukaa naye, si ndio hivyo? Kwa ina maana wewe baada ya kukaa naye bado upo kwenye makatazo. Mrejeshe alipotoka kwanza, alafu ndio utubie. Umeelewana vizuri sababu makatazo ya zina yanaanzia mbali. Wala taqrabu zina, msitubie zina. Kwa hiyo ondosha vile vyote ambavyo vinafungamana na wewe kupelekea kuzini, yani yale mahusiano yale ya karibu yote ondosha, alafu ndio utubie. Kwa hiyo lazima uondoke katika lile dhambi, alafu ayandama ala fi'liha, ni kujutia kulifanya lile dhambi. Afwan, nirudie masharti haya matatu. Sharti la kwanza ayuqli'a 'anil ma'siyah, ajiondoshe katika maasi. Sharti la pili ayandama ala fi'liha, ajutie kuyafanya haya maasi. La tatu ayazima alla yauda ilaiha abadan, azimie kutokurejea tena katika haya maasi milele. Sawa? Mangapi hayo? Ayuqli'a 'anil ma'siyah, ajiondoshe kwenye maasi. Ayandama ala fi'liha, ayajutie yale maasi. Ayazima alla yauda ilaiha abada, aazimie kutokurejea tena katika nini? Katika maasi. Haya ndio masharti matatu. Mwanzoni nilisema kukiri ili halipo, isipokuwa mtu anapokuwa amejiondosha kwenye maasi, basi hii maana inaingia, maana alikuwa anayafanya, si ndivyo? Ayuqli'a 'anil ma'siyah, ajiondoshe, ajichomoe kwenye yale maasi. Kama alikuwa anafanya zina, acha nazo. Kama alikuwa anakunywa pombe, acha kunywa pombe. Ayandama ala fi'liha, ajutie kuyafanya yale madhambi, kwa maana ya kwamba kujutia ni kuona kana kwamba lau kama usingekuwa umefanya ile dhambi. Ndio maana ya kujutia, lau kama usingekuwa umefanya, ndio maana ya kujutia. Lakini unajutia, unaomba tauba, wakati huo nafsi yako inafurahishwa na kile kitendo, yaani unaona umekula raha. Huku ni kujuta, huku sio kujuta. Kujuta kunafungamana na maumivu, si ndio jamani? Kwa lazima ujute. Kujuta maana yake ni kuona lau kama usingefanya. Ayenda maala fi. Tatu, ayazima alla yauda ilaiha abada, azimie kutokurejea tena kwenye haya maasi. Azimie hivyo, yaani katika moyo wake iwe hivyo, lakini asije akawa anaona kwamba anafanya tauba, lakini anaona kwamba atakuja kurejea tena, kama vile wanapofanya watu kipindi cha Ramadhani, huwa wanaachana na baadhi ya maasi, si ndivyo? Kama vile nini? Na kuwasiliana na jinsia tofauti, na mahusiano ya kuwasiliana wanawake kwenye mitandao. Hii ni katika zina au sio katika zina? Kuwasiliana mwanamke ambaye sio halali yako ni katika zina au sio katika zina? Jibu ni lipi? Wewe leta jibu. Katika zina. Na dalili ya kwamba hii ni katika zina ni kwa sababu hawa wawili wapo katika khalwa, na khalwa imekatazwa na sheria, yaani mwanaume na mwanamke, sawa? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa kana ash-shaytanu thalithahu. Si tunaelewana vizuri? Tumekataza mawasiliano ya mwanamume na mwanamke ambao sio halali.
hii ni uharamu wake upo kwenye khalwa. Khalwa ni kufanya mambo mawili, ni kufanya watu wawili jambo ukawa hakuna watatu anayejua wanafanya nini. Hili jambo linapatikana kwenye kuchati au halipatikani? Linapatikana, si ndivyo? Kwa hiyo ikawa ni haramu wewe mwanaume kijana kuwasiliana na mtoto wa kike kwa kuchati. Si hivyo? Mnakuwa mimi wenyewe ndio mnajua mnachokizungumza pale. Hii inaitwa nini? Khalwa. Na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa kana shaytanu thalithahu. Hatopwekeka mwanaume na mwanamke katika jambo isipokuwa amesiwa halali yake, isipokuwa sheitani atakuwa yeye ni watatu wao. Wao watakuwa wawili, alafu shetani atakuwa wangapi? Watatu. Shetani anaamrisha nini shetani? Anaamrisha maasi. Shetani kazi yake ni kuamrisha nini? Kwa hiyo hawa watakuwa na chati. Shetani anachokifanya kwa wao ni kuwakurubisha katika nini? Katika maasi. Bismillah, wala nzuri. Kwa hiyo hii nayo inaingia katika haramu. Itakuwa uache kuchati na wewe mwanamke. Kama unataka kumuoa, tumia njia za kisheria. Ni zipi njia za kisheria? Nenda kwa wasimamizi wake. Nenda kwa wasimamizi wake, nenda kwa baba yake, kwa mama yake. Uwezi kwenda kwa mama yake, basi nenda kwa kaka yake. Mwambie bwana, mimi nataka nije natumia yale maneno mazuri yale. Mimi nataka na napenda nije niunge udugu katika familia yenu. Si mtu anaelewa? Hai yale maneno ambayo unayatumia mkiwa mnaandika posa, ndio hayo ambayo unayatumia kuongea na mtu kama unataka kuoa kwake. Lakini sio kukaa na binti mkaanza kuwasiliana, mnawasiliana mpaka mnakuja kuona. Ina hii na madhara makubwa sana. Mpaka unakuja kuoana wawili wanakuwa shajuana mapungufu yao. Si ndio? Hivyo shajuana. Mwanamke anajua mwanaume yule kuwa ni muongo kabla hata hajamuoa. Sawa? Anachagua. Sasa nafikia atakuogopa tena yeye. Sikuogopa tena. Chakujua. Simeona vizuri haya ni madhara mengine. Lakini wakati mwingine inapelekea watu wanakutana kabla hata ndoa. Ni kweli au si kweli? Wanakutana wanafanya fahisha. Kuna ndoa nyingi huko Dar es Salaam zina watu wanaohusishana wanawake wajawazito. Nasikia mtu anakuuliza, "Shehe, vipi hukumu ya ndoa ya mwanamke anayeolewa ni mjamzito, alafu ule ujauzito ni wa yule anayeolewa?" Naona kama vile kuna nafuu fulani. Si hivyo? Mtu anauliza hivyo. Haya mambo yapo au hayapo? Sababu yake ni nini? Shehe, sababu yake ni nini? Chati. Sio sababu hiyo? Hiyo ni sababu. Kwa hiyo sheria ya Uislamu inapokataza jambo inakuwa imetazama wapi? Mwisho wake. Imetazama mwisho, matokeo. Ndio maana Allah akasema wala taqrabu zina. Amekataza huko mbali kwa sababu anajua ukishaanza hapo basi mwisho safari ni wapi? Ni kwenye kuzini. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akusalimishe na madhambi machafu kama haya ya fahisha. Kwa hiyo wewe Muislamu, kwanza kama una mahusiano na mwanamke, basi wewe tayari uko katika uzinifu, njia ya uzinifu. Kama ni namba za binti yule, zifute kabisa, acha mazoea naye, utakuwa umesalimika. Kama uko na wasiana naye, mkutana, kama alikuwa napita hapa mnakutana, basi badilisha njia. Unapita wapi? Ndio maana wala taqrabu zina, unajiweka na mbali na ile mahusiano nayo. Tumeona vizuri? Naambia sasa vijana je, mtihani sana umri wenu huu
unawaambia kwamba ukutana binti tu mtazame kwanza, alafu wakati huo huo unaweza kupigia mahesabu. Sasa yule nikimpata yule, penda sana mtu kama huyo akiwa mke wangu safi sana, basi unaanza kufikiria kwamba utamuoa, mtakapoishi pamoja, kwa kule kumuona tu, alafu hata kumjui. Subiria wakati ufike, sawa? Na ukifika huo wakati unafikiri utamuoa yule, tena kuoa wengine ambao pengine hata walikuwa hujawahi kuwaona. Kwa hiyo huyu ni shetani tu anakudanganya na kukwambia, lakini si uhalisia, si kweli. Na mara nyingi sana vijana wengi ambao wanafanya michezo ya kihuni hii ya kufuatilia wanawake wakawa wanamhusiana nao, mara nyingi sana wakitaka kuoa wanawaoa hawa waoi. Kijana anakamia bana, mimi sasa hivi nataka nioe, nitulia, sitaki mahusiano na wanawake ovyo. Sitaki kuoa mwanamke ambaye ana mahusiano na watu, si ndivyo? Miongoni mwa wanawake ambao hawataki ni yule ambaye yeye alikuwa na mahusiano naye. Anakuja madrasa huko kwa ustadhi, anamwambia ustadhi, kuna mabinti basi nataka mimi nifanye nusura wale, naomba nitafutie binti aliyetulia ambaye hana nini, hana mahusiano na tabia za wanaume na nini. Kamwacha mwanamke huko, yeye alikuwa na mahusiano naye, si ndivyo? Huwa hawaoi. Huo ndio mtihani mkubwa ambao. Kwa hiyo ni dalili kabisa kwa kule kutokuwa tayari kumuoa huyu mwanamke, dalili ya kwamba wewe na yeye mlikuwa katika njia ambayo sio nini, sio sahihi. Moyo wako unakiri hilo. Kwa hiyo masharti mangapi tumetaja ya tauba? Mangapi? Ya kwanza, ayuqli anil ma'siyah, si ndio? Afanyeje? Ajiondoshe kwenye maasi, sawa jamani? Ya pili, ayandama ala fi'liha, ajutie yale maasi, wazi? Ya tatu, ayazima alla yauda ilaiha abada, azimie kutokurejea tena yale maasi, azimie hivyo kama sitorejea. Ina maana ametoa zile sababu zitakazompelekea kurejea yale maasi, amezitoa kabisa. Hii ni kweli kama huyo mtu ameazimia. Hii ni dhambi ambalo linafungamana kati ya mtu na mja wake, kati ya mtu na nani? Na Mola wake, kati ya mtu na Mola wake. Linakuwa na haya masharti matatu. Lakini kama dhambi linafungamana na haki ya kiumbe mwenzako, ndugu yako, hapa linaongezeka sharti la 4, sawa? Ambalo ni lipi? Ayarudda haqqa ghairihi, ayarudda haqqa ghairihi, arejeshe haki ya mwenzie. Rejesha, kama ulimwibia viatu basi rejeshe viatu vyake. Kama ulimchukulia simu basi mrejeshee simu yake. Kama uchukua mali hivyo hivyo, ulimtukana, kama umesamani, ulimsengenya kwenye sehemu ulienda ukaanza kumsema pale vibaya fulani hivi na hivi, usimsengenye hivi. Dhikruka akhaka bima yakra, ndio kumsengenya, kumtaja ndugu yao katika mambo ambayo yeye anamchukiza akiyasikia. Sawa sawa, ni kweli au si kweli? Mtume anasema, sahaba alimuuliza Mtume kwamba idha kana fihi ma aqul, vipi Mtume kama atakuwa kweli yale ninayosema anayo? Kweli anayo Mtume Muhammad
sallallahu alaihi wasallam akasema, in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu, ikiwa ni kweli yapo, in kana fihi ma taqulu, ikiwa ni kweli yapo unayosema, faqad irtabtahu, basi hapo ndio umefanyaje? Umemsengenya, ndio umemsengenya hivyo. Na kama unayosema kwake hayapo, faqad bahatahu, bahatahu na albuhtan, bahatahu maana yake umemzulia uongo yako Muislamu, kitu hajafanya au umeanza kusema kwamba anafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Tumeelewana vizuri? Yote haifai. Sawa sawa, ni kweli au si kweli? Haifai kusema Muislamu. Na hii yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu Waislamu wote ni kitu kimoja. Inatakiwa mioyo yetu iwe ni safi, sisi kwa sisi, tusiwe tunasemana au hii inatengeneza chuki, si ndivyo? Sisi inatakiwa mioyo yetu yote iwe ni sawa na moyo mmoja, hivyo yani. Kwa sheria ya Uislamu kajenga hivyo. Kama unamuona na makosa, basi inatakiwa ufanyeje? Umnasihi, sio au uende kumsambaza kwa watu. Tayeb, sasa toba ambayo inafungamana na haki za mtu, hii lazima urejeshe haki zao. Tukisema ni lazima, maana yake mtu usamehewa hii dhambi mpaka ufanye hivyo, mpaka ufanye hivyo. Likikosekana moja katika masharti haya, toba haikubaliki, toba haikubaliki. Wewe kama wewe ulimwibia mtu pesa, ukienda kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kusamehe ile dhambi, hatakusamehe mpaka urejeshe pesa kwa nani? Kwa yule ambaye ulimwibia. Tofauti na hivyo, utakuja kumlipa siku ya Kiyama, kama ambavyo tumeona jana. Sisi tumeelewana vizuri? Utakuja umlipe, maana Allah Subhanahu wa Ta'ala hapotezi haki ya mtu. Hivyo hivyo ulomsema ukamsengenya ukafanyaje, utakuja umlipe. Mema yako atapewa yeye. Kama huna mema, basi utabebeshwa madhambi yake siku ya Kiyama. Naam, hii maudhui ya kusengenya hii tutakuja kuzungumzia kwa mbele safari, lakini kwa sababu tumezungumzia toba, pengine mtu anataka ajue akisengenya anatubia vipi, kwa sababu ni vigumu sana mtu kumsema vibaya afu kumwambia bwana, mimi nisema vibaya bwana. Ni vigumu vigumu sana. Naofia kama unaofia nafsi yako kwamba ukwenda kumwambia mtu bwana, mimi nikusengenya hivi 1 2 3, Mungu nisamehe, unaofia nafsi yako katika hilo, basi umeeleza ilmu kwamba toba ya kusengenya inatakiwa uende katika lile sehemu ambayo wewe ulimsema vibaya, umseme vizuri, sawa, yaani umsafishe. Sio sababu yule bwana ni Mungu sana, ni mbea na kelele, basi rejea kwenye ile majlis, anza kusema vizuri, sawa, anza kusema vizuri mpaka watu washangae. Sio lazima washangae, lakini katika kuelezea tukisema hivyo, pengine watu watashangaa, sema wewe sio unatuambia jana kama wewe fulani, leo inakuwaje unatuambia ni mtu mkweli, ni mtu anapenda kheri, inakuwaje? Sasa shetani alimtezea kama kusema hivyo, lakini uhalisia ni kwamba yule mtu ni nani kweli. Hapo umemsafisha au hujamsafisha, hapo dhambi lako la toba litakubaliwa. Dhambi lako la kusengenya au kutudia itafanyaje? Mfano mwingine, umeiba pesa sana, huwezi kumrejeshea kwa sababu unaofia nafsi yako. Kimpelekea ile pesa au kwenda kumpa msamaha, pengine asikuelewe, sio? Kwa hiyo utakuwa ufanyaje? Au pengine ashakufa, ule mwibia ashakufa, itakuwa ufanye nini? Sio kama ndio umesamehewa, yesamehewa. Unatakiwa utafute kile kiwango cha pesa ambacho uliiba, ukawape ndugu zake wa karibu,
sawa, kama hayuko shafariki, kawape ndugu zake karibu ambao wana haki katika mali zake baada ya kufa kwake. Usiwaambie kama hizi pesa nilibibia fulani, wewe wape hizi mali nikupeni, lakini thawabu utopata. Utopata thawabu ya kutoa zile mali, isipokuwa wewe utenda ukitafuta pale na kufanyaje, ni kutubia. Utakuwa umetekeleza sharti katika masharti ya toba ambayo inafungamana na haki za watu. Hivyo hivyo hata kama yupo hai, lakini unahofia kwamba akijua itakuwaje, basi chukua ile mali, ima wape umpe yeye mwenyewe katika sura nyingine ambayo yeye hajui, sawa, au iweke ile mali katika manufaa ya nini, ya Waislamu kwa nia ya kwamba imnufaishe nani, yaani hiyo ni sadaka ambayo inamnufaisha nani, yule mwenye ile mali, sababu ni mali yake, si wewe. Lakini pia ukithirisha kumwombea dua, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, sawa, unamwombea dua nzuri yule nani, ile mtu ambaye ulimshushia heshima yake, kumtukana kwenye swala, unamwombea dua nzuri. Hii ni katika kuondosha yale mambo ambayo uliyafanya kwa huyo mtu. Nadhani hapo tumeanzia mbali, kwa hiyo kwa mrefu, na kiendelea hapo tutafika mbali zaidi. Labda tuishie hapa, ndivyo tuishie hapa, na kesho inshallah taala tukikutana tena tutaanza hapa baada ya utangulizi huu ambao tumeuanzisha, tuendelea na kusoma kile ambacho kimeandikwa ni kitabu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam Al-Muzani na nje ya Markaz Imam Al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.